Tumeshamlazimisha mpaka tunataka hata tumpige. Mwaka hajatoka nje ya geti. Anasema hana shida, haumwi. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Baraka Molel, mkazi wa mtaa wa Simanjiro uliopo katika kata ya Sombetini mkoani Arusha, amejinyonga akiwa nyumbani kwake kwa kutumia kamba, huku ikielezwa kwamba kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu Februari mwaka 2025 hakuwahi kutoka nje ya geti la nyumbani kwake. Kwa mujibu wa ndugu pamoja na wananchi wa eneo hili, wamesema kwamba baada ya baba yake mzazi kufariki dunia ndipo ambapo alianza vitendo hivyo vya kutoka nje, ambapo alipokuwa akiulizwa alikuwa hana jibu la kulitoa kuhusiana na swala hilo. Rosemary, mimi ni mke wa kaka yake. Taarifa tulivyozipata ni mida kama ya saa 5 saa 4 hivi. Kaka yake amekuja kama kawaida, lazima akifika akamwangalia mdogo wake anaendeleaje, maana alikuwa ni amekataa kabisa ni kutoka nje ya geti. Tunamuuliza shida ni nini, anasema haumwi. Tunamuuliza unaumwa, anasema siumwi. Mbona sasa utoki nje? Haeleweki yani. Sasa tukahisi labda atakuwa na mawazo kwa ajili ya kifo cha baba yake, maana kwanza baba yake amefariki. Ndio hivyo tu, ameshakuwa hivyo. Anakaa tu ndani. Lakini kazi zake anafanya. Sio kwamba alikuwa anaumwa labda tumkatalie kumpeleka hospitali, hapana. Nje wapi alikuwa atoki? Nje ya geti. Nje ya geti. Ila kwa hapa hivi nje kawaida hivi kazi zake kufanya yuko vizuri. Ana muda gani hajawahi kutoka nje ya geti? Siwezi kukumbuka vizuri, ila ninavyokumbuka ni kuanzia mwaka jana kwenye mwezi wa ngapi. Maana baba yake alifariki ni mwezi wa 2 kitu kama hicho. Kuanzia hapo akawa amebadilika. Yaani hatuelewi sasa shida ni nini kinachomsababisha yeye asifanyaje asitoke nje ya geti. Maana tumeshamuuliza, shangazi yake amekuja, amemuuliza. Yaani shemeji yangu mimi kuanzia baba yake amefariki hiyo mwaka jana mwezi wa 2 mpaka leo. Nadhani itakuwa nimeshafika mwaka sasa hajai kutoka nje ya geti, na sababu hatujazifahamu mpaka anaamua kuchukua maamuzi. Sasa alikuwa anakula wapi? Anatutegemea sisi. Anatutegemea sisi. Hivyo sasa tutafanyaje? Itabidi tumbebe hivyo hivyo. Mlivyokuwa mkimuuliza kwamba kwa nini labda uendi kujichanganya na wenzako, na labda vitu vyake alikuwa ananunuaje akihitaji mahitaji yake binafsi? Hamna kitu chochote alichokuwa anakifanya zaidi ya sisi hapa ndo nipike tumpelekee hivyo. Basi. Hamna kitu kingine. Labda kuonesha tabia yote. Yaani tabia tofauti aliyoionyesha kwangu mimi niliyoshangaa ni kutoka nje ya geti. Na sio kawaida yake. Tumeshamlazimisha mpaka tunataka hata tumpige. Mwaka hajatoka nje ya geti. Anasema hana shida, haumwi. Labda sijai kuona, ila binti yake anakujaga hapa maana ana mtoto tu. Mimi nakaa pale chini. Wenyewe ndo anakaa hapa na ndugu zao. Si ndio? Kwa hiyo anakaa na huyu dada hapo ambaye ni shemeji yake. Mimi mfanya kama kupigiwa leo na huyu dada hapo jirani, kaniambia mama njoo kuna shida. Nikamwambia kuna shida gani? Kaniambia njoo. Ndo kuja nikaja nikamkuta huyu kijana kajininginiza. Lakini hapa siku za nyuma hapa mimi nilikuwa nimekuja kanichumia mboga pale. Akanikia mwenyewe kwenye mfuko. Nikamwambia twende kubadilisha mawazo, mbona umekaa tu mwenyewe tu kimya? Unaumwa? Una shida gani? Sina. Nikamwambia basi twende kule kwangu tukabadilisha nini? Mawazo, hata ukiangalia hata vinguo na nini inavyopita utajisikia afadhali. Akaniambia hapa mimi siendi mama, wewe nenda tu hapo. Akakata kabisa kuvuka geti hapa. Mimi nikabeba mboga zangu nikaondoka. Kwa majina anaitwa Richard Kivuyo, mwenyekiti wa mtaa wa Simanjiro. Tumepigiwa simu na mwananchi mmoja wapo jirani hapa, ananiambia kwamba kuna tukio la kijana amejinyonga ndani. Basi nilipopokea taarifa na mimi nikawapigia polisi ili waweze kuja kutusaidia kuondoa mwili wa marehemu. Bahati nzuri polisi wametoa ushirikiano, wameshafika na wameshachukua mwili kupeleka katika eneo la kuhifadhi. Mimi kufahamu kwamba ana shida gani, nimefika hapa na mimi najaribu kuuliza familia. Wanasema jana walikuwa naye, hakuwa na shida yoyote.